Saudi Arabia imeweka wazi tena msimamo wake kwamba haitakubali kuanzisha uhusiano rasmi wa kidiplomasia na Israel isipokuwa kuwepo kwa njia isiyoweza kubadilishwa kuelekea kuundwa kwa taifa huru la Palestina, hatua inayokuja wakati Rais wa Marekani Donald Trump akiongeza shinikizo kwa mataifa ya Kiislamu na ya Kiarabu kujiunga haraka na makubaliano ya Abraham Accord. Kauli hiyo kutoka Riyadh imeonekana kama ujumbe wa moja kwa moja kwa Washington kwamba suala la Palestina haliwezi kuwekwa pembeni kwa ajili ya makubaliano ya kisiasa au usalama wa kikanda. Kwa mujibu wa chanzo cha Saudi Arabia kilichonukuliwa na vyombo vya habari vya kimataifa, Riyadh inaamini kwa mazungumzo yoyote kuhusu kuanzisha mahusiano ya kawaida na Israel lazima yaanze kwa hatua za kweli na zenye uhakika kuhusu haki za Wapalestina. Saudi Arabia inataka kuwe na mfumo wa kisiasa unaoonyesha wazi namna taifa la Palestina litakavyoundwa, ratiba ya utekelezaji pamoja na dhamana kutoka kwa jumuiya ya kimataifa kuhakikisha mchakato huo hauwezi kusimamishwa kirahisi na serikali yoyote ya baadaye ya Israel. Kauli hiyo imekuja muda mfupi baada ya Trump kutoa wito mkali kwa Saudi Arabia, Qatar, Misri, Jordan, Uturuki na Pakistan kujiunga mara moja na Abraham Accord, makubaliano yaliyoanzishwa wakati wa utawala wake wa kwanza ambayo yalifanya baadhi ya mataifa ya Kiarabu kuanzisha mahusiano rasmi na Israel. Trump anaamini kuwa upanuzi wa makubaliano hayo unaweza kubadilisha kabisa siasa za Mashariki ya Kati na kupunguza mvutano wa muda mrefu baina ya Israel na majirani zake wa Kiarabu. Katika hotuba yake, Trump alionyesha kuwa mataifa hayo yana nafasi muhimu katika kuunda kile alichokiita mpangilio mpya wa kisiasa, kiusalama na kiuchumi wa Mashariki ya Kati unaojengwa juu ya ushirikiano wa moja kwa moja kati ya Israel na nchi za Kiislamu. Aidha, alidokeza kuwa jitihada hizo zinaweza kwenda sambamba na mazungumzo yanayoendelea kati ya Marekani na Irani, akiamini kuwa makubaliano mapana ya kikanda yanaweza kusaidia kuzuia vita vipya na kuleta uthabiti wa muda mrefu. Hata hivyo, Saudi Arabia inaonekana kutokubaliana na dhana ya kutenganisha uhusiano wa Israel na swala la Palestina. Kwa miaka mingi, Riyadh imekuwa ikishikilia msimamo wake wa mpango uliopendekezwa na Saudia wenye msimamo kwamba mataifa ya Kiarabu yangetambua Israel tu baada ya kuanzishwa kwa taifa la Palestina katika mipaka ya mwaka 1967, huku Jerusalem Mashariki ikiwa mji mkuu wa Palestina. Ingawa Saudi Arabia imekuwa ikionekana kulegeza msimamo huo katika miaka hivi karibuni kutokana na ushirikiano wa kimkakati dhidi ya Iran, sasa inaonekana kurejea kwenye msimamo mkali zaidi kutokana na hali ya Gaza. Kwa muda mrefu, Washington imekuwa ikiona Saudi Arabia kama kipande muhimu zaidi katika mradi wa Abraham Accord. Serikali ya Trump ilifanikiwa kuzifanya nchi kama UAE, Bahrain, Morocco, Sudan kuanzisha au kurejesha mahusiano na Israel, lakini kuipata Saudi Arabia imekuwa changamoto kubwa zaidi kwa sababu ya nafasi yake ya kisiasa na kidini katika ulimwengu wa Kiislamu. Saudi Arabia ndio nyumbani kwa miji mitakatifu ya Makkah na Madina, jambo linalofanya maamuzi yake kuhusu Israel kuwa na uzito mkubwa kuliko mataifa mengine mengi ya Kiarabu. Kabla ya vita vya Gaza, kulikuwa na ishara kuwa Saudi Arabia ilikuwa karibu kufikia makubaliano ya kihistoria na Israel kupitia ushawishi wa Marekani. Ripoti nyingi zilieleza kuwa Riyadh ilikuwa inataka mambo kadhaa kutoka Washington kabla ya kusaini makubaliano hayo, ikiwemo mkataba wa usalama wa kijeshi unaofanana kwa sehemu na ule wa NATO, msaada wa kuendeleza mpango wa nyuklia wa kiraia ndani ya Saudi Arabia, pamoja na upatikanaji wa silaha za kisasa za Marekani. Kwa upande mwingine, Israel, Saudi Arabia ilitaka hatua fulani kuhusu Palestina, lakini wakati huo kwa masharti hayo yalionekana kuwa ya wastani kuliko ilivyo sasa. Vita vya Gaza vilibadilisha kabisa mazingira hayo baada ya operesheni kubwa ya Israel dhidi ya Hamas na kuongezeka kwa vifo vya raia wa Palestina. Hasira katika ulimwengu wa Kiarabu ziliongezeka sana. Saudi Arabia ilianza kutoa matamko makali zaidi dhidi ya operesheni za kijeshi za Israel, huku ikisisitiza haja ya kusitishwa kwa mapigano na kuruhusu misaada ya binadamu kuingia Gaza.
ndani ya Saudi Arabia yenyewe. Hisia za wananchi kuhusu Palestina pia zinaonekana kuongezeka, jambo lililofanya viongozi kwa uangalifu zaidi kisiasa. Kauli ya sasa ya Riyadh inaonekana kuwa hatua ya kuhakikisha kuwa makubaliano yote yajayo hayatakuwa ya kisiasa tu, bali yatakuwa na matokeo ya moja kwa moja kwa raia wa Palestina. Saudi Arabia inaonekana kuhofu kurudia historia ambapo mazungumzo mengi ya amani yalifanyika kwa miaka mingi bila kuleta taifa kamili la Palestina. Kwa hiyo Riyadh inataka kuona hatua ambazo haziwezi kubatilishwa kirahisi, kama kusitishwa kwa upanuzi wa makazi ya walowezi wa Kiyahudi katika maeneo ya Palestina, mamlaka zaidi kwa uongozi wa Palestina, mipango ya wazi ya kisiasa, pamoja na dhamana za kimataifa kutoka Marekani na washirika wake. Kwa upande wa Israel, swala hilo linaendelea kuwa gumu kisiasa. Serikali nyingi za mrengo wa kulia ndani ya Israel zimekuwa zikikataa wazo la taifa kamili la Palestina kwa madai ya kiusalama. Hii ina maana kuwa masharti ya Saudi Arabia yanaweza kuwa magumu kutekelezwa bila mabadiliko makubwa ya kisiasa ndani ya Israel. Kwa ujumla, Saudi Arabia inaonekana kutuma ujumbe kuwa haitakubali kushinikizwa kuingia kwenye Abraham Accord bila suluhisho la maana kwa Palestina, hata kama Marekani itaendelea kuona uhusiano wa Saudi Arabia na Israel kama mafanikio makubwa ya kisiasa. Hali hii inaonyesha kuwa licha mabadiliko mengi ya kisiasa Mashariki ya Kati, swala la Palestina bado lina nguvu kubwa katika maamuzi ya mataifa ya Kiarabu na linaweza kuendelea kuwa kikwazo kikuu kwa ndoto ya kuifanya Saudi Arabia kuwa mshirika rasmi wa Israel. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.